kuna sehemu za starehe watu wanakaguliwa. Sehemu za starehe watu wanakaguliwa kabla ya kuingia. Sehemu nyingi sana watu wamejisahau. Yaani mwanamke tunavyofahamu ni lazima akaguliwe na mwanamke mwenzie. Lakini baadhi ya sehemu kidume kinamkagua mwanamke. Na akijali kidume. Lakini tufahamu sio kila, naamini 1% ya wanawake wanakereka sana na hili swala la kukaguliwa na mwanaume. Kwa sababu ya namna ambavyo baadhi wanajiheshimu. Sawa, mimi nimekuja pale ni sehemu ya starehe, nimekuja na hata kuna baadhi ya wana pia wana mind kwamba mwanangu wewe. Ndio maana kuna sehemu mwanamke anaambiwa pita. Amjai kuona hiyo? Nimeshaona. Mwanamke anaambiwa pita, mwamba ndo anaambiwa ubaki. Yote ile unajua ni kwa nini? Ni umakini wa wahusika wa eneo husika kwamba hatuna mtu wa kukagua wanawake. Kwa sababu haimaanishi kwamba mwanamke anaweza asingie na kitu ambacho kinaweza kudhuru. Anaingia vizuri. Anaweza kaingia nacho tu fresh. Vizuri. Lakini sasa hawana mfumo huo wa ukaguzi, kwa maana kwamba mtu anayepaswa kufanya hilo jambo hayupo. Haya. Pita sana hapo nani? Hapo kwenye nani? Kadanse. Toka danse hata maeneo official. Ndio nilikuwa nakuja sasa. Kuna maeneo mengine ni ofisi ambazo zinahitaji ukaguliwe kabla ya kuingia. Lakini unakuta hakuna mkaguzi wa upande wa wanawake. Shangaa mtu anamshikashika tu. Anamshikashika tu mkeo, anamshikashika tu dada wa watu. Au uwezi kusema mwanaume amekuja na mke wako, uwezi kumwambia hebu nikague mimi kwa niaba yake. Kivipi? Sasa mmetoka naye nyumbani, si mwili mmoja. Mimi nimetoka naye home. Mwili mmoja. Agua nini? Hapo sisi ni mwili mmoja. Ala. Acha.